Kwenye makala ya Undugu na Jamii leo hii tunaangazia jinsi mradi wa Kijana Badilika katika maeneo ya Pwani unapaniwa kubadilisha maisha ya vijana ambao wamejihusisha na matumizi ya mihadarati na kuingia katika magenge ya kigaidi. Mradi huo ambao unaendeshwa na Sheikh Mohamed Abdi tayari umesaidia baadhi ya vijana ambao wameahidi kutorejea kwenye maisha yao ya awali na badala yake kusaidia vijana wenzao kubadilika. Mwanahabari wetu Mary Chalo na taarifa kamili. Kwa muda mrefu, swala la matumizi ya mihadarati na ongezeko la magenge ya magaidi ukanda wa Pwani limekuwa kero kwa wakazi wa eneo hilo. Ila sasa mambo yameanza kubadilika. Allahu Akbar. Mradi wa Kijana Badilika kaunti ya Mombasa umeanzishwa ili kusaidia vijana katika maeneo hayo. Mradi huu na unaosimamiwa na Sheikh Mohamed Abdi Obo unalenga kuzingatia zaidi kwenye masuala yanayowakumba vijana na yanayowapelekea wao kujihusisha na magenge na utumizi wa dawa za kulevya. Alhamdulillah, tumekuja na mradi Kijana Badilika na Sheikh Obo, na ni mradi ambao kwamba kwa taufiki ya Mungu tuna azma kuufanyia Pwani mzima. Mradi kama huu ni kuhakikisha kwamba kijana leo amekuwa ndio gumzo kila mahali tunapokwenda. Ni kutaka kujua kwa nini kijana ana tatizo gani na kijana ana shida gani. Ni kweli lawama zimekuwa nyingi, tunataka kujua kiini cha lawama ni nini na hawa watoto kwa nini wanalaumiwa, sababu zinazowapelekea wao mpaka kulaumiwa ni kitu gani. Ndio maana tumekuja na programu hii Kijana Badilika na Sheikh Obo. Kwa lugha nyepesi ni kutaka kujua matatizo yanayowatatiza vijana ili tuweze kuwatatulia. Mradi huu ukiwa kama njia mojawapo ya kusaidia jamii haswa msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan miongoni mwa waumini wa Kiislamu, ukilenga kurejesha amani katika maeneo ya Pwani. Sheikh Abdi akibaini kuwa watahakikisha wanazuru maeneo yote ya Pwani na kuhamasisha vijana kujitenga na masala hayo kikamilifu. Ndio azma yetu kukaa chini sisi mashehe na viongozi wa kisiasa kuja kuonesha ya kwamba uhalifu na matatizo yaliyopo katika jamii yetu. Kiongozi Nuno aliposema shoot to kill, ilikuwa ni hali nzito ya wananchi kulalamika kwa ukosefu wa usalama, ndio akaamua kutoa kauli kama ile. Lakini tutahakikisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa kushirikiana sisi na wakuu wa serikali, tuhakikishe watoto wameweza kutulia na watoto wamemakinika ili nchi yetu iwe ni nchi ya amani. Vijana wanaonufaika na mradi huu wakisema kwa swala la ajira na kukosa mtu wa kuwaelimisha kuhusu maafa ya dawa za kulevya yanachangia pakubwa katika ongezeko la magenge na utumizi wa mihadarati. Miaka mingi sisi vijana tulikuwa hatujashikwa mikono na mtu kama ustadhi. Utapata vijana wingi wako mitaani, maskani, mshakusha vijana mingi katika vikundi vya vuta bangi, mara kuja tumapanga. Yote hii inasababisha ni kuwa hakuna mtu aliyokuja kuokoa. Aidha, vijana hawa wameahidi kubadilisha mienendo na kusaidia katika azma ya kuwasaidia vijana wenzao kubadilisha maisha yao. Lakini mimi nina imani inshallah vijana tutashirikiana naye kama alivyoshirikiana na sisi. Madamu tunasema mkono mtupu wa urambwe, na Yobo amekuja amejitolea kwa hali na mali. Mwenyezi Mungu atamrahisishia na sisi tutafanya wepesi. Tushabadilika vijana. Tunashukuru sana, tunabadilika na Obo amekuja kutubadilisha, tunashukuru. Si pia Obo njoo tu karibu, yani Mwandoni pia tuombe uje Mwandoni pia sisi uje tubadilishe vijana. Tuko tayari kubadilika, tuko vijana kama 10 hivi, tuko tayari, kikundi chetu kiko. Mary Chalo, makala ya Undugu na Jamii.